mchambuzi wangu wa zamu leo hii anakwenda kuchambua yale mambo yote ambayo umeniagiza nije nimuulize. Kubwa mezani leo tutakwenda kuangalia sakata ama sekeseke la mchezo wa Simba, mchezo wa pili wa fainali dhidi ya RS Berkane ambao sasa ni rasmi kwa mujibu wa barua ya kafu. Unatoka Benjamin Mkapa Dar es Salaam, unavuka maji mpaka kwenda katika uwanja wa Amani pale kisiwa cha Unguja Zanzibar. Na nyuma ya kamera yuko Madam Jackie ama mwite Jackie the Tanzanite girl ambaye yeye anafanya kila kitu kikae sawa. Swali langu kwa Gharibu Mzinga la kwanza ni hivi. Tumesikia mengi toka asubuhi ya leo. Tukawa kimya, tukasubiri kwenye mzizi, kwenye shina pale. Sasa ni rasmi, barua ya kafu inatembea, inaonekana mitandaoni ikieleza wazi kwamba mchezo wa fainali ya pili Simba na Berkane ni visiwani Zanzibar katika uwanja wa Amani. Lakini sababu iliyotajwa pale ndio inaleta maswali zaidi. Wanadai hali ya hewa ya Tanzania kwa sasa hususan kwa nchi yetu ni mvua nyingi, na uwanja wa Benjamin Mkapa miundombinu yake na ulivyo kwenye nyasi zake kwa sababu ni asili unashindwa kuondoa maji kirahisi kwenye uwanja. Kwa wanahofu isije kapiga mvua siku ya mchezo fainali kapoteza thamani yake. Watu wanaamini hii ni sababu dhaifu sana. Nataka unipitishe kwenye road map ya shughuli yote ya sekeseke hili kwa jumla, alafu niambie sababu hii ina afya kwa kiwango gani kwenye mchezo huu kupelekwa Amani. Karibu sana, Gharibu Mzinga. Na mimi nimeona ili sekeseke nadhani limekuwa story kubwa sana sasa hivi. Kwa siku ya leo tangu taarifa hii ilipoanza kutoka rasmi imekuwa story kubwa zaidi pengine kuliko finali ile ambayo itachezwa kule. Kwa nini? Kwa sababu tayari Watanzania, mashabiki wa Simba hususan, wanaamini uwanja wao kufanyia maajabu na kuvuka ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hivyo inapotokea wanatikiswa kutolewa katika reli kwa namna moja au nyingine, kutolewa kutokucheza uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa namna moja au nyingine ni pigo kwa upande wao. Na wanaamini fainali ya mchezo wa pili au mkondo wa pili ambao itapigwa Tanzania ndio fainali ya wao kupata matokeo mazuri ili kuweza kuchukua huo ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo ndio maana unakuta hili jambo limekuwa kubwa sana kwa sababu linakwenda kutingisha maslahi ya mnyama, akiamini kabisa kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja wake wa kufanya makubwa. Sababu hiyo, swali lako la msingi la sababu hiyo kama ina mashiko au iko vipi, nimesoma hiyo barua, nimeiona. Bahati nzuri ipo mitandaoni tu inatembea. Na ni barua ambayo imesainiwa pale chini na Masengo Omba Veron ambaye kimsingi ni General Secretary wa CAF. Ingawaje nendo anamaliza mpaka kuondoka, lakini sasa hivi tunapozungumza ni yeye kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu bwana barua yake imeelezea, kwa mujibu wa barua hii inaeleza kwamba kutokana na sababu za mazingira ya sasa hivi ya anga hewa, kuna mvua kubwa zinaendelea ndani ya Tanzania. Sasa wameona kuhamisha huu mchezo kupeleka Zanzibar. Binafsi kwa nilivyoelewa kutoka kwenye ile barua, ile barua imeweka wazi CAF kwamba mchezo unahamishwa kupelekwa Zanzibar. Mtu unaweza kujiuliza kwamba Zanzibar bado ni Tanzania na Zanzibar pia mvua inanyesha. Sasa inakuwaje inapelekwa Zanzibar? Binafsi kwenye ile barua wameweka kwamba wataalamu wao wa masuala ya kiufundi wa nyasi, consultants wanaodili na masuala ya pitch kutoka CAF, yani hawa wataalamu wao ndio ambao wamependekeza mchezo usifanyike Benjamin Mkapa, badala yake ufanyike wapi? Zanzibar. Kwa nini? Ikiwa Zanzibar pia kuna mvua kama ilivyo huku. Hii sababu haijaelezewa pale, sababu pale ameelezea general. Ila kwangu mimi ninachokifikiria ni kwamba uwanja wa Mkapa ni uwanja ambao una natural grass, nyasi asili original kabisa, ziko pale, nyasi za Mungu. Umeelewa? Kwa kweli. Yes. Uwanja wa Amani ule wa Zanzibar ni uwanja ambao una hybrid grass, yani nyasi za Mungu na za mzungu. Umeelewa? Nyasi za asili na artificial zimechanganywa, ziko pale, ndio tunaita hybrid grass. Hybrid grass maana yake ndo nyasi za namna hiyo. Hata uwanja wa Azam Complex pia wenyewe ni upo kwenye hybrid, zinatofautiana tu level za hizi hybrid, sababu hybrid pia zina madaraja yake. Kwa hiyo uwanja wa Amani wenyewe pia unakatwa
kwa sababu uwanja wa namna ile, kwa maana wa hybrid vingine vinafanyiwa ukarabati kwa maana kupunguzwa zile nyasi. Sawa. Kwa hivyo uwanja ambao una hybrid grass, maji hayatuami, yani hayakai. Kwa hiyo hata kama mvua itanyesha, maji yataondoka, hayatokaa pale. Lakini uwanja ambao una natural grass, mvua ikiwa kubwa, maji yanaweza kufanya nini? Yakatuama. Yakatuama. Kwa hiyo kwangu mimi nimefikiria kwa nini Zanzibar na sio huku, na issue ya mvua kote ipo, itakuwa labda kwa sababu ya hii pitch. Umeelewa, eneo la kuchezea. Binafsi kwenye ile barua, kama swali lako la msingi lilivyo, naendelea kwenye majibu yangu. Mara ya kwanza nilivyoona hii taarifa ya kupelekwa Zanzibar, nilifikiria kwa sababu ya CHAN. Yaani kupisha uwanja wa Mkapa kwa michezo ya CHAN, kwa sababu Uganda watafanya CHAN. Yes. Uwanja wao mkubwa ni Nelson Mandela maarufu kama Nambole huko Kampala. Wenyewe hautumiki. Ni uwanja ambao Sports Club Villa wanautumia, lakini kwa sasa hautumiki kwa sababu ya CHAN. Uwanja mwingine Kenya wana viwanja viwili. Wana Nyayo, wana Kasarani. Yes. Moi. Hivi viwanja vyote pia vimezuiliwa, havitumiki. Na kama utakumbuka Isike, kulikuwa kuna dabi ya mashemeji. Ilibidi ichezwe Jumapili ile na wewe uwepo tarehe 11. Of course nilipanga kwenda kuangalia hiyo mechi, lakini nilihairisha safari kwa sababu wenyewe walihairisha pia mechi. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa uwanja ambao litakucheza ulizuiliwa na CAF walituma taarifa kwamba huu uwanja ufungiwe, usitumike kupisha CHAN, maandalizi ya CHAN. Kwa hiyo nilidhani, na huku nilivyoona taarifa mara ya kwanza nikawa najua ndo sababu ile kwa maana ya CHAN uwanja huu umezuiliwa. Lakini baada ya kuona official letter kutoka kwa CAF, nikaona kumbe ni mvua kali ndio sababu, sio CHAN kuzungumzwa CHAN. Kumbe ni mvua kali. Kwa hiyo swala weather condition hapo sasa. Weather condition. Jambo ambalo binafsi lilinivuruga, nikasema sababu hii. Lakini kwa nini Zanzibar? So labda kwa sababu ya pitch. Kwa sababu kwenye barua wameeleza hao wataalamu wa masuala ya pitch wa CAF, yani wakaguzi, wataalamu wa lile eneo ndio ambao wamepeleka mechi kule. So hiyo ndo picha ya ujumla kuhusu sakata hili kwenye eneo la kubadilishwa uwanja. Hiyo ndo sababu maalum ambayo Gharibu Mzinga ameanza kutupa uchambuzi jadidi kwenye hili sakata la mchezo wa klabu ya Simba kutolewa Dar es Salaam kupelekwa Benjamin Mkapa. Mimi nina swali la kizalendo. Kuna athari yoyote unaiona kwa Simba kama klabu mchezo kutolewa Benjamin Mkapa kupelekwa Amani Complex kama klabu, sizungumzi mashabiki, si unataka wale timu kama timu, unaona kuna athari yote utapata au kuna faida tunapata? Of course swali lako nitalijibu kwa namna mbili. Sawa? Hakuna chenye faida ambacho kina hasara. Sawa? Yes. Tukianza naomba nianze na hasara. Yes, tuanze na hasara. Hasara inaanza kwenye gate collection. Okay. Yes, kwa maana ya Okoto. Ya kwa kule inakopelekwa. Uwanja wa Zanzibar ni mdogo kulinganisha na Mkapa. Mbaya sana. Kwa hiyo swala la mapato, hilo eneo la kwanza. Eneo la pili ni eneo la psychology. Okay. Hata wachezaji wenyewe, wanaamini uwanja wa Mkapa ndio uwanja wa Alpha na Omega, ndio uwanja ambao unawavusha. Umeshawavusha pale katika kampeni nyingi ambazo zilikuwa zinaonekana kuwa ngumu, wakavuka kupitia uwanja wa Mkapa. Hata ile mechi ya semi-final dhidi ya Stellenbosch iliyopelekwa Zanzibar, watu walilalamika sana. Lakini baada ya mechi kuisha ikawa 1-1, bado malalamiko yalikuja tena. Yalikuja malalamiko kiachana tu na uwanja. Yalikuja malalamiko hadi ya mashabiki. Kama unakumbuka kwamba mashabiki wa huko inaonekana hawana vibe. Tumewaletea mechi lakini imeonekana wameshindwa kuitendea haki kwa maana ya mashabiki. Umeona? Kwa hiyo kuna namna fulani vya kuathirika. Eneo jingine ni mazoea ya mashabiki. Okay. Mazoea ya timu ya Simba base yake ni Dar es Salaam, headquarter iko Dar es Salaam. Ni timu ya kila eneo duniani. Mshabiki wa Simba anaweza kuwa popote kama ilivyo pia kwa mwanachama. Lakini makao makuu ya Simba ni Dar es Salaam. Uwanja wa Mkapa upo Dar es Salaam. Kwa hiyo swala la kuwatoa Dar es Salaam kuwapeleka eneo jingine lolote, hata kama isinge kwa Zanzibar, ilikuwa tayari umeshaitoa karibu na nyumbani. Ulishaitoa eneo lake of benefit, eneo of interest ni Benjamin Mkapa. So wanakwenda kuathirika kwenye hizo engo. Lakini kwenda kucheza Zanzibar, tukwenda kuangalia
kama usingekuwepo hapo faida bado kwenye hasara. Tumehama sasa. Ndio kwenye faida. Sasa hii ipo kwenye faida, ipo kwenye hasara, ipo katikati. Yes. Kama usingekuwepo uwanja wa Amani, tafsiri yake nini? Kwamba viwanja qualified kwa hii michuano Tanzania ni hivi: Dar es Salaam, uwanja wa Mkapa na uwanja wa Amani. Umeelewa? Usingekuwepo uwanja wa Amani, maana yake Simba wangefanya nini? Wangetafuta option nje ya nchi. Kwa hiyo kuwepo uwanja wa Amani ni backup stadium. Kwa hiyo Simba hawataki kwenda kwenye backup stadium yao, wanataka kubaki kwanza hapa. Umeelewa? Yes. Sasa engo ya pili ya faida ya kucheza kule ndio hiyo, bado tupo katika himaya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado ngoma iko nyumbani. Bado tuko nyumbani, yes. Lakini itakuwa kwa mara ya kwanza kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Imewahi kuchezwa pale fainali ya michuano ya CAF kwa shule za misingi. Waliwahi kucheza pale, ilikuwa mwaka jana. Lakini kwenye engo ya fainali ya kombe la shirikisho au ligi ya mabingwa haijawahi. Kwa hiyo kama itakuwa hii, basi mara yake itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Yeah. Historia hii inaandikwa, mtazamaji. Huyu ni Garibu Mzinga. Swali kuhusiana na taarifa ya CAF, barua yao official ameshaieleza kinaga ubaga, lakini hii haiishi hapa. Kuna mstari mmoja wa Farid Kubanda Fidikiwa anasema ni bora ningeumbwa nyoka ningeavua magamba, milele nisingezeka hipa pengendelea kutamba. Maua unyauka story wisha, kumbukumbu usaulika. Hii inamaanisha kwamba duniani wote tuna vitu. Tusimame hapa kwa Mzee Crescent Magori sasa. Mwamba kabisa. Watu wamejiuliza Magori nguvu ya kuyasema haya anasema kwenye mtandao kaitoa wapi? Magori asubuhi ya leo katuchamsha kidogo. Taarifa yake ya kwanza alikuwa anaosha wasiwasi wake. Tayari kumeshauzwa tiketi karibu 12,000. Sababu ya leo mbona haelewi iko vizuri sasa hivi? Inakuwaje mechi inapelekwa kwenye mazingira kupelekwa Amani? Yeye alikuwa ana wasiwasi huo. Hakupoa mzee wetu. Baadaye akarudi tena akiwa amepiga picha ya video tena, wanasema picha mjongeo, si ndio? Yuko kwenye uwanja wenye nyasi za Benjamin Mkapa na anaongea hapa na mwenye mpira wa Afrika Dr. Motsepe kwamba after hii ndo Dar es Salaam Tanzania Benjamin Mkapa pako shwari tu. Na akaenda mbali kwenye hofu yake, akaambia watu wako wanakuongopea rais. Hapa pako shwari na leo haipo hivi unavyofikiria wewe. Ila mbele ya ile sentence yake akasema tunajua nyuma ya RS Berkane yupo nani. Amepaza sauti kama mwanachama au kama sehemu ya viongozi, lakini yale aliyozungumza kwa Mzee Motsepe kwamba kuna watu wako wanakuongopea, uwanja uko sawa sawa na leo haipo shida, lakini pia amehofu kwamba aliye nyuma ya haya tunajua ni nani. Aliye nyuma ya RS Berkane ni nani? Niwekee kwenye sahani ya mazungumzo kwa jumla. Kwa namna ninavyofahamu, kwanza tukianza kwa Magori. Magori ni kiongozi wa Simba. Magori ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, yupo upande wa Mohamed Dewji. Mo alimrudisha Magori katika kiti cha uongozi Simba, lakini ni miongoni mwa viongozi waandamizi wa Simba. Kweli. Na kimsingi alifanya kazi katika nafasi ya utendaji kama CEO, kama utakumbuka, kabla ya Senzo Mbata kwenda kuchukua kiti, alianza Mzee Magori, na ni miongoni mwa tuseme silaha muhimu za Simba katika kampeni hii ya kimataifa. Mafanikio haya ya kimataifa, Mzee Magori huwezi kumweka pembeni. Ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa, lakini pia taarifa ambazo niko nazo sio rasmi kwa maana ya ukubwa kuthibitisha hapa, ni kiongozi ambaye amehusika kwa kiwango kikubwa sana kwenye project hii ya Simba hii ambayo tunaiona, kwa maana ya usajili na vitu vya namna hiyo. Lakini ni kiongozi ambaye tuseme wale viongozi ambao wako front kwa maslahi ya klabu. Yes, Magori ni mtu ambaye huwa anakuja front, yani kuna kitu akikiona hakiko sawa basi atapiga kwa maana ya maslahi ya klabu. Umenielewa? So kwa hiki ambacho kimetokea, Mzee Magori nadhani kabla ya Simba kwanza kutoa taarifa yao ya kwamba mechi ya marudiano tutaitangaza inachezwa wapi, alianza yeye Mzee Crescent Magori alianza kutip hii kwamba uwanja uko vizuri, hakuna sababu ya kuhamisha uwanja, we have to escape a chaos nini, lakini baadaye akarudi tena ndo akazungumza, akaandika swala la
tunajua nani ambaye yuko nyuma ya hiki. Umeona? Kimsingi kwa uelewa wangu, yes. Tuliwahi kufanya session siku moja. Yeah. Pemba ilikuwa Pemba, yes. Nilikwambia juu ya mtu mmoja hatari sana ambaye yupo Berkane. Yaani hii Berkane mafanikio yake unayoyaona ni mtu ambaye moja kwa moja anahusika, ni in touch. Huyu mtu anaitwa Fauzi Lekjaa. Nimeona watu wengi wamemzungumzia sasa hivi, lakini ni mtu ambaye yupo kwenye mpira kwa muda mrefu. Kwa wale ambao ni ma-expert wa African football watakuwa namfahamu vizuri huyu bwana Fauzi Lekjaa. Fauzi ni mtu mzito katika serikali ya Morocco. Kwenye politics, yani kwenye siasa au mfumo wa utawala. Ni miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi karibu kabisa na familia ya mfalme wa Morocco. Morocco anaongozwa na mfalme, unajua, sio president. Yes. Yeye yupo mule ndani. Ni mtu ambaye ana nguvu nje ya siasa kwenye football ya Afrika. Fauzi Lekjaa alikuwa vice president wa CAF kwenye wakati wa Ahmed Ahmed ambaye alikuwa president kutoka Madagascar. Alikuwa pale. Alikuwa Constantine Omar, Fauzi Lekjaa, Amaju Pinnick kutoka Nigeria. Alikuwa pia Isha Jensen kutoka Sierra Leone, huyu dada kutoka Sierra Leone. Alikuwa mwingine ni sana Constantine Omar, yes, kutoka Kongo. Lakini baadaye alivyokuja Patrice Motsepe akaingia Jacques Anoma kutoka Senegal kuwa vice president. Akaja Seydou Mbombo Njoya kutoka Kameruni, akaja Kanizati Ibrahim kutoka Seychelles, akaja mwingine alikuwa nani? Alikuwa nasahau, lakini kimsingi hao ni ma vice president. Fauzi ni vice president ambaye katika muhula wa pili ya Dr. Patrice Motsepe ambaye ameshinda hivi karibuni kurudi tena kuwa president wa CAF, Fauzi amemrudisha kama first vice president. Hao ma vice president wapo watano, na kwa namba sio tu watano, kuna namba 1, 2, 3 mpaka 5. Okay. Mmoja nimemsahau. Kwenye timu iliyopita alikuwa Mustafa Waberi kutoka Djibouti. Alikuwa vice president. Yes. Waberi, yes, kutoka Djibouti. Hassan. Huyu alikuwa anawakilisha hii Sekafa. Sasa this time around CAF wamechagua tena ma vice presidents wengine. Katika wengine hawa 4 ni wapya. Kwa maana ya mmoja kutoka Gabon ni mpya, mmoja kutoka Ghana, huyu mpya kutoka Ghana, federation president wao mpya. Mwingine ametokea DR Congo, dada anaitwa Bestin Kazadi. Alikuwa president wa Vita Club. Yes. Yes, kuna mwingine anatokea Msumbiji, Faisal Sidat, na kuna mmoja ni huyu kwa maana ya Fauzi Lekjaa karudishwa tena kuwa vice president wa CAF. Umeelewa? Hiyo ndo nguvu yake. Hapo ndo hofu ya Maguri inapoendelea kuelea. Nenda kwa Fauzi, ni kitu gani kingine ambacho tunataka kujue? Fauzi ni mtu mwenye nguvu kubwa sana CAF. Ana nguvu sio CAF, hadi FIFA. Ipo FIFA huyo. Hadi FIFA kwenye General Assembly naye yumo pia. Huyu Fauzi Lekjaa yeye alikuwa mwenyekiti. Unaona huu mpango wa kombe la dunia la mwaka 2030 ambao litaandaliwa na mataifa 3, Morocco, Spain na Ureno. Fauzi Lekjaa ndio mwenyekiti wa kamati ya kushawishi Portugal na kumshawishi Spain wote kwenda kuhodhi kombe la dunia mwaka 2030. Huyu anatoka Afrika, kaenda kuipush Morocco, kaenda kuipush Portugal, Ureno, kaenda kuipush na Spain kwa pale. Ni mtu ambaye amefanya kazi kwenye hizi kamati, ikiwemo kamati za mashindano za CAF. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ana power sana. Nimejaribu kukupa tu picha ya jumla. Huyu anatokea Berkane ndo kwao ambako hii klabu inatokea. Na kimsingi aliingia kwenye hii timu kwenye miaka ya 2009 hivi. Ameongoza Berkane pia. Yes, 2009 mpaka 2019 as a president. Miaka 10 as a president. Na yeye ndo aliyeleta timu katika ligi. Imerudi mwaka 2012 ya Rais Berkane chini ya Fauzi. Baada ya kurudi timu katika ligi kuu, imeanza kufanya vizuri, wakachukua Throne Cup, wakaanza kuchukua mataji ya CAF ya kimataifa. Target yao ilikuwa ni kwenda kuchallenge Raja Casablanca, kuichallenge Wydad Casablanca ambao ni powerhouse clubs ndani ya soka la Morocco, wao kupita katikati kwenda kuwa the best club in Morocco. Just imagine investment ambayo Raja wameifanya, investment ambayo Wydad wameifanya, lakini mwamba mmoja atakupita pale akawe top kwenye mpira wa Morocco. Huyo ni Fauzi Lekjaa, and so far tunapozungumza ndo bingwa wa ligi kuu ya Morocco. Maana yake amefanikiwa. Next season anaenda kwenye Champions League. Sasa basi ushawishi wake ndo mzee Magori sasa anaona huyu mtu ana ushawishi.
Kwa kama pale kapushi kidogo. Yeah, so Ahly ndugu yangu alikuwa na power kinoma tangu wakati wa General Mustafa. Yes. Ambaye alikuwa president wa CAF. Umeona? Baadaye wakaja viongozi wengine. Ile CAF ikawa inaonekana kama CAF ni Misri. Ahly kama ndo CAF, CAF ndo Ahly, Ahly ndo CAF. Sasa ile nguvu imeanza kuhama kutoka Egypt inahamia Morocco. Umeelewa? Sasa Morocco wana power kwenye vitu vingi. Fawzi Lekja ndo president wa Federation ya Morocco. Ni mtu ambaye anavuta sana power. Yaani anachukua vitu vingi positive kuvileta Morocco ili Morocco ifanye nini? Iwe kubwa zaidi, ikiwemo AFCON hii inayokuja. Yeye ndo ameengineer. Mwaka 2020 nikupiga kama Chagamba. Chagamba na Miraji. 2020 RS Berkane alichukua ubingwa dhidi ya Pyramids. Finali ilikuwa hii moja kipindi kile Morocco. Prince Abdellah Moulay ndo alichezea hiyo mechi Morocco. Na hiyo mechi ilikuwa msimu uliopita RS Berkane wamekosa ubingwa mbele ya Zamalek. Msimu uliofuata wale wakafanya mpango finali moja wakaforce kwenye kubidi wakafanikiwa wao wakatoboa. Wakaenda finali kafanyika Morocco, Berkane akawa bingwa. Umeelewa? Finali inakuja tena hapo mbele ikaenda Godswill Akpabio Nigeria. Umeelewa? Kwa hiyo huyu Fawzi mpaka kumdoubt hivyo na watu nimeona anamzungumzia sana, ni mtu mwenye ushawishi, ni mtu mwenye nguvu, ndo wasiwasi unakuja hapo in between kwa sababu mechi imehamishwa Mkapa na pelekwa Zanzibar. Lakini huko Zanzibar ilikopelekwa mechi kwa Mkapa ilikuwa saa 10. Wale wanajua labda itakuwa usiku kule. Wale wanajua kuhusu saa 10. Yaani wale Waarabu wanajua kuhusu saa 10 kwa Mkapa. Yaani kwa Mkapa saa 10 kuna kwa vipi wao wanajua. Umeelewa? Kwa hiyo hapa karusha ngumi wale. Walikuja wakapigana hapa. Kwa hiyo mpango wa kuipeleka Zanzibar, alafu baada ya kupelekwa Zanzibar na muda pia umebadilishwa kutoka saa 10, yani bora penge pelekwa Zanzibar afu muda ule ule. Lakini pelekwa Zanzibar muda saa 12 jioni, muda ambao hali ya hewa imetulia, hakuna jua kali, sababu Zanzibar na kwenyewe pia kuna joto. Zanzibar iko pwani ujue. Kuna joto when it comes ni wakati wa jua. Lakini kwa nini inachezwa saa 12? Ni mazingira ambayo yanakwenda kwa favor nani? RS. Yaani na favor wote. Kuna wale mazingira ambayo yana favor mmoja, kwa mfano Simba anaenda kwenye baridi kali Morocco. Mazingira ambayo yana favor nani? RS Berkane. Wakija huko kwenye joto kali kwa muda ule, mazingira ambayo yana favor nani? Simba. Kwa hiyo kaenda kuwapeleka muda ambao hakuna baridi, hakuna joto, ni muda ambao katikati ina favor wote. Umeelewa? Kwa hiyo ni advantage. So hapo ndani yake kuna vitu vingi sana vya kisiasa wa mpira wa Afrika. Kama ushawahi kusikia politics au siasa za mpira wa Afrika, basi hizi ndio tunaziona kwa macho yetu. Garibu Mzinga saizi kwenye dressing room ya Morocco pale kwa Fadlu Davis na vijana wake, unafikiri patakuwaje? Na unafikiri ni nini ambacho muhimu kufanywa kwa sasa hivi ili wachezaji watulie na wafocus kwenye mchezo wa finali ya kwanza, na wakija Dar es Salaam waipe nchi heshima na raha? Nadhani tunachotakiwa kukifanya, Simba mimi nimewaelewa. Hata taarifa yao walioitoa, wameitoa taarifa kwamba tuna focus na hii mechi. Tutakuja kuwaambia baada ya mchezo wa kwanza kumalizika. Umeelewa? Taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Berkane tayari wameshafanya booking kule Zanzibar. Kwa maana wao walikuwa wanajua, sababu taarifa inaonekana barua imekuja jana tarehe 14. Kwa hiyo maana yake taarifa walikuwa nayo, wameshaanza kufanya booking Zanzibar. Sijui ni hoteli gani, lakini tutafuatilia, tutajuzana tena. Lakini kimsingi so far tunapozungumza, Simba wamesema tutatoa taarifa na tunasubiri kuiona hiyo taarifa. But kwa upande wa wachezaji, naamini wachezaji hili ni jambo ambalo wanawekewa mstari. Yaani hairuhusiwi kujadili wala hairuhusiwi kuangaliwa. Chezeni finali hiyo, kwa sababu mwisho wa siku hiyo ndio finali ambayo inaweza kaakisi na matokeo ya huku. Yaani matokeo ya huku yanaweza kuwa na impact katika mchezo wa pili wa finali. Kwa hiyo utaki kutoka nje ya concentration, utaki kutoka nje ya focus. You have to focus na ile mechi. Na ile mechi ndio muhimu hatari. Ile mechi kule ndio muhimu hatari. Ndio muhimu hatari. Hakuna upenyo hata chembe mechi kubaki Dar es Salaam kwa uzoefu wako kwa mambo ya Afrika na siasa za mpira wetu. Hakuna ka upenyo changamia kupita mechi kubaki Dar es Salaam. Inawezekana. Inawezekana unapambana, Simba anapambana. Sasa sijui kama watafanya meeting kwa maana kikao cha dharura kulijadili hili na kuangalia namna gani wanaweza kwenda CAF, lakini muda wenyewe hautoshi. Muda mdogo. Kwa hiyo inategemea na wao wanaongea vipi na CAF, na hapa ndio inakuja lile daraja la ushawishi. Level of convince.
mna daraja gani la ushawishi? Kijana tulia. Mna daraja gani kama sio wewe? Mna daraja gani la ushawishi huko CAF? Mnatumia mechanism na njia gani za kuwafanya CAF wairudishe tena finali wapi? Benjamin Mkapa. Sio tu hivi hivi. Convincing power ndo inakuja hapa. Sasa good thing ni kwamba Simba wamesha penetrate kwenye African football. Ukiachana na Berkane ambao wako na Fauzi Lake jana, ikumbukwe Fauzi sio kiongozi wa Berkane sasa hivi. Fauzi ameshatoka Berkane tangu 2019. Hakim Ebenillah ndo president wa Berkane. Fauzi aliitengeneza Berkane, akaitengezea misingi mizuri, alafu mwenyewe hayupo. Umeelewa? Yeye ni president wa Federation ya Morocco. Ni president wa Federation ya Morocco, yes, FA yao, lakini pia ni vice president wa CAF. Kwa hiyo hayupo tena Berkane, ila misingi yake inatoa faida. Sasa ukija upande wa pili, kwa maana ya upande wa Simba, Simba yenyewe imesha penetrate. Unajua Simba imeingia sana hizi chocho. Na mpira wa Afrika ili utoboe ndugu yangu, you have to penetrate. Yaani kule kafukafu kule wakujue. Penya kule wakujue kule, mambo yatakuwa fresh. Sasa Simba amesha penya kule. Sasa inategemea. Maana hii ni maslahi ya watu. Yaani ubingwa ni maslahi. Unaweza ukapenya lakini nguvu yako kupenya ilikuwa vipi? Na upande wa pili kwa maana ya Berkane, wana nguvu gani kubwa kwa kiwango gani? So ni hayo. Bwana namaliza, tunamaliza hapa. Hakuna la kusema lingine. Kwenye line nyingine Faridi Kubanda alikuwa anasema maisha ni kama kioo. Ukiachekea na wenyewe anacheka. Na hii mipaka bila huru ni utumwa wa kifikra. Chagua ufe Kijerumani, uongoke na tai, au yule mangi anaishi na njaa kati anazoela mfukoni. Huu sio muda kunjaribu, ni muda wa kufanya kweli. Bahari tulivu haijui kujua nauza meli. Mimi ni Sike, huyu ni Garibu Mzinga, hadi wakati mwingine. Nyuma ni Jackie amekasirika sana, lakini ndio maisha, angetakiwa kusoma aerobani.